Tukae jamani. Awi. Naona hata baba Askofu Marasusa anajua maana ya awi na wa. Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mlioko hapa, Mheshimiwa Simon Siro, Inspector General wa Polisi, pamoja na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo hapa, waheshimiwa viongozi wa dini mliohudhuria hafla hii, asanteni sana kwa sala na dua mnazotupa. Waheshimiwa wabunge wote mlioko wa Dar es Salaam, pamoja na wabunge wanaohusika na kamati hii, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makamishna na manaibu makamishna wa polisi mliopo, kamishna wasaidizi wa polisi Zuberi Mwombeji, mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam, viongozi wa siasa mliopo, waheshimiwa ma-DC, waheshimiwa madiwani mlioko hapa, maofisa wakaguzi na askari wa jeshi la polisi wote mlioko hapa, ndugu wanahabari na ndugu wananchi, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa waziri na ndugu viongozi, leo nimefika hapa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Nina uhakika pamoja na kwamba jeshi la polisi huwa hawashabiki chama chochote, lakini nina uhakika nilipata kura nyingi sana hapa. Asanteni sana kwa kura mlizonipa. Lakini niwashukuru pia wananchi wa Temeke kwa kunichagua mimi mbunge wa chama changu pamoja na waheshimiwa madiwani wa chama changu. Napenda kuahidi mimi na wenzangu tutajitahidi kadiri ya uwezo wetu kutimiza yale ambayo tunatakiwa kuyatimiza katika wajibu wetu. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana hapa chuoni tarehe 21 Disemba 2018 kwenye hafla ya kuhitimisha kozi ya waratibu wasaidizi wa polisi ngazi ya cheo cha uofisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi ngazi ya cheo cha ukaguzi. Hivyo nitumie fursa hii kushukuru sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Inspector General wa Polisi Kamanda Siro kwa kunialika tena nije katika sehemu hii muhimu sana. Kwa namna ya pekee hapa mwanzo kabisa, napenda nitumie nafasi hii kuvipongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na za kizalendo wanazozifanya kusimamia usalama, amani na utulivu wa nchi yetu. Asanteni sana. IGP, fikisha shukrani zangu kwa maaskari wote kwamba asanteni sana kwa kuifanya Tanzania kuwa ya amani. Hii ni kutokana na kazi kubwa mnayoifanya. Mmefanya kazi kubwa. Ni kweli uhalifu mkubwa umepungua sana, hususan unyang'anyi wa kutumia silaha, wizi kwenye mabenki na taasisi nyingine. Hali kadhalika ajali nazo zimepungua. Watu wasione vyaelea vyaundwa na waundaji ni jeshi la polisi. Asanteni sana. Mheshimiwa IGP, umezungumza kuhusu hao wafungwa wa uhalifu mbalimbali wa silaha ambao wakifungwa wakirudi
wanaendelea kukaidi, si ndio? Ulitumia neno gani? Wanaendelea kurudia matukio, hawataki kuyaacha. Kama alikuwa jambazi, anaendelea na ujambazi. Muwalazimishe sasa wayaache kwa nguvu. Kama amekataa kuyaacha, ninyi polisi mnashindwa kuwalazimisha kuacha. Uwezo huo mmepewa wa kuwalazimisha kuacha. Kwa hiyo walazimisheni waache, na mimi najua uwezo huo mnao, na mimi najua hilo halitakushinda IGP. Wako wengi na ambao ulikuwa unawalazimisha na wameacha jambazi katika maeneo mbalimbali, na ndiyo maana nawapongeza sana jeshi la polisi. Kuhusu miradi iliyobeba tukio hili la leo, nimefurahi kusikia mradi wa kwanza unaojumuisha jengo la utawala, nyumba 3 na madarasa na mabweni umekamilika kwa shilingi milioni 799 badala ya kutumia zaidi ya bilioni 1 na kitu, na umetumia utaratibu wa force account. Nimefurahi, nimeliona na bweni pamoja na lile jengo, lakini naambiwa halijaanza kutumika. Basi lianze kutumika, lisiwe linasubiri jengo kufunguliwa kwanza ndio lianze kutumika. Ni vyema sasa maaskari wako wakaanza kulitumia hilo jengo. Tena ikiwezekana hata leo watoke kwenye magofu hayo wahamie huko. Mimi napenda maaskari wangu wakae mahali pazuri, na kwa sababu mmelijenga hilo jengo, mmejenga tena jengo lingine pale mbele, na mmejenga kiwanda. Nimekiona kiwanda kizuri cha thamani ya shilingi milioni 600 kwa gharama zenu wenyewe. Kwa kweli mmenifurahisha, na ninatambua chuo hiki kimeanza tangu mwaka 58, na kwenye miaka ya nyuma hata maofisa wa jeshi la wananchi walikuwa wanafanyiziwa training hapa. Kwa hiyo chuo hiki kina historia ya pekee katika nchi yetu. Ninafahamu baadhi ya wakuu wa jeshi la wananchi wastaafu wamechukulia kozi zao hapa, lakini ninafahamu ma-IGP wastaafu wengi, ma-RPC na wengine wamechukulia kozi zao hapa. Sasa kwa heshima ya chuo hiki, na mimi nataka hiki chuo kiwe na historia nzuri na majengo yake yapendeze, yaonekane kama chuo kweli ambacho kilianza tangu mwaka 58. Nitawaletea bilioni 1 ili mjenge majengo mengine tena. Nitafurahi siku moja nikija hapa nikute mabweni mawili kama hayo yamesimama, nitajisikia raha. Lakini pia serikali yetu katika awamu ya 5 imefanya mambo mengi. Tumejenga vituo vya afya zaidi ya 487. Tumejenga dispensaries. Tumejenga hospitali za mkoa na kadhalika. Ninafahamu hospitali hizi tumekuwa tukizijenga katika maeneo mbalimbali ambayo pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na familia zao zimekuwa zikifaidika na vituo hivi vya afya pamoja na hospitali hizi. Nilipokuwa nasikiliza maelezo pale katika plan ya maeneo haya, niliona mna plani pia ya kujenga hospitali, na mimi nikawa nafikiria vile vituo vya afya tunavyovijenga huwa vinagharimu kati ya milioni 400 na milioni 500.
na panakuwa na majengo karibu 6 hadi 7, na vituo hivyo vimekuwa vikifanya operation na x-ray na vitu vingine kadhaa. Nimefikiria wakati nikiwa nimekaa hapo, nikaona kuna ubaya gani tukijenga vituo vya afya katika taasisi za majeshi yetu. Ili maaskari pamoja na familia zao wawe wanatibiwa hapo. Kwa hiyo nimeamua tena nitawaletea milioni 500 zijenge hospitali kubwa hapa. Ili familia pamoja na maaskari pamoja na wananchi wanaozunguka maeneo haya waweze kufaidika na huduma zinazotolewa hapa. Ninajua jeshi la polisi lina madaktari, kwa hiyo hii ni njia mojawapo pia ya kusaidia. Nataka nitoe huu mfano, na kama utaenda vizuri tunaweza tukauendeleza katika majeshi mengine, magereza na kadhalika. Jeshi la wananchi najua wana hospitali zao. Sasa nikuombe IGP, hii bilioni 1.5 nataka itoe matokeo mapema, na hii hela mimi utaipata wiki ijayo. Wiki ijayo. Kwa hiyo wewe na waziri wako mfuatilie. Wewe ukienda kwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha au waziri akikuona umevaa hivyo, ukamwambia na pingu naziachia unazivaa hapa kwenye suruali, hata shindwa kutoa hizo hela. Kwa hiyo nataka hiyo hospitali ianze kujengwa kwa taratibu hizo hizo za force account, lakini nitataka kujua hayo majengo ni mangapi. Je, yana standard gani? Je, fedha hizo kweli, value for money, inaonekana? Na hiyo bilioni 1 muitumie kujenga hayo mabweni mawili. Mimi nina uhakika mkijipanga vizuri, maaskari wetu jeshi la polisi watakuwa wanalala mahali pazuri, na hiyo ndiyo heshima ya kazi kubwa mnayofanya kwa ajili ya taifa hili. Haiwezekani askari anapambana na jambazi huko, badala ya kuja kutibiwa mahali pazuri kama penye usalama, unakwenda tena kumuexpose ambapo majambazi wanamuona kwenye hospitali za kawaida. Ni lazima tulinde heshima na kazi nzuri na kuzithamini kazi nzuri zinazofanywa na maaskari wetu. Mnajitoa sana, mumeitengeneza heshima ya nchi hii. Ndiyo maana mimi nasema kwa dhati, sitawatupa, niko pamoja na ninyi. Mheshimiwa Waziri, kuna swala limezungumzwa hapa la wastaafu wa jeshi la polisi kutokulipwa mafao yao. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi nawashangaa nenye Wizara ya Mambo ya Ndani, na uhakika hata wengine hapa raia wanawashangaa. Una mstaafu wako amefanya kazi yake nzuri katika miaka yake yote, amemaliza jeshi la polisi bila tatizo lolote, anatakiwa kulipwa mafao yake na mafao yake yapo. Waziri utakaa ofisini kusubiri bila kwenda kuwaombea kwa nini? Katibu mkuu utakaa umekaa ofisini tu, naibu katibu mkuu utakaa umekaa ofisini tu. Kwa nini usichukua haya majina ukatembea ukaenda Wizara ya Fedha ukasema nina wastaafu hapa, nataka pesa zao ziende? Tatizo mawaziri wangu hamcommunicate. Kwa hiyo mnareteleza watu wa chini kupata shida. Huu ni wajibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Nikificha nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki kuwa mnafiki.
Mimi wakati nikiwa waziri wa ujenzi, tunapopata shida za makandarasi wanaomba barabara, nilikuwa naenda kufanya fujo mpaka pale Wizara ya Ujenzi. Simbachawene inawezekana ulizikuta hizo habari. Wala hawakunipenda Wizara ya Ujenzi. Naenda Wizara ya Fedha, nataka hela za makandarasi, na walikuwa wanalipwa. Sasa ninyi wenye wizara niliyowapa hii wizara inayofanya kazi nzuri, wastaafu wenu wanamaliza kazi, wala hamwendi kugombana na wizara zinazohusika wakalipwe hela. Kwa hiyo na IGP siku ukistaafu, Simbachawene hata shughulikia malipo yako. Hilo ndio ulijue. Hata wewe Masimu ukistaafu siku moja hutalipwa. Lakini hili ni tatizo la wakubwa wenu wizarani. Sitaki niseme kwa unafiki, ninasema hapa wanisikie. Hawawezi wastaafu wa polisi mpaka mumsubiri wa rais ndiye akashughulike nao. Mbona jeshini hawanisubiri mimi? Mbona wajeshini wanapostaafu hawanisubiri mimi? Kwa hiyo mimi niwaombe ninyi wastaafu kama wako hapa, muwalaumu Simbachawene na naibu wake na katibu mkuu wake na naibu katibu mkuu wake na wakurugenzi, na mumuunganishe na IGP kwa sababu hapigi kelele huko. Huo ndio ukweli. Wakitaka wastaafu kulipwa, watalipwa, wala haiwezi kachukua hata siku 5. Haiwezi. Watu wamekuwa maofisa, wana manyota, wamefanya kazi kubwa, wamekosokoswa marisasi na majambazi. Anastaafu, hawezi hata kulipwa hela yake ya kwenda nyumbani. It's not fair. Kwa hiyo hii ni challenge kwenu viongozi wakubwa wa wizara. Wala mimi msiniambie. Mimi mlitakiwa mniambie kwamba waziri wa fedha au katibu mkuu wa wizara ya fedha au nani amekataa kutoa hela, ili nimlazimishe na mimi kutoa hela kwa nguvu. Ati nasema uongo maaskari? Awi. Kwa hiyo wanaowacheleweshea haki zenu ni hawa wakubwa ambao wanakaa kwenye viyoyozi. Kwa hiyo wakashughulikie wajibu wao. Lakini otherwise kila siku nitakuwa naenda malipo ya wastaafu wazee. Kwanza wako wangapi? Waziri wako wangapi? Nauliza wako wangapi hao wastaafu ambao hawajalipwa? Najua huwajui, ndio maana nimekuuliza. Wagogo hawa bana. Jamani, si mnaona? Kaa tu. Si mnaona jamani? Ningeuliza hata naibu katibu mkuu au na nani, si ajabu hawawajui. Sasa wakishakuwa viongozi wa wizarani pale, hawawajui hata wanaostaafu. Kila kitu kifanywe na rais. Kwa hiyo waziri Simbachawene na kuagiza, nenda ukashughulikie malipo ya hawa wastaafu. Na ikiwezekana ndani ya wiki moja wawe wamelipwa. Tuliwatumia vizuri wakati hawajastaafu. Ni lazima wafaidike na kustaafu kwao. Hakuna kinachoshindikana. Pesa ipo. Maaskari hoye! Wastaafu hoye! Ndugu zangu, mimi mtanisamehe sana. Mbunge wa Temeke naye anataka serikali ikalipe bilioni 4 kwa mkopo ambao serikali haikuhusika. Unajua mambo ya ajabu sana. Ninyi manispaa mmekaa mkaenda kuzungumza na CRDB. Mazungumzo yale wala hayajulikani mlikuwa mnazungumza nini. Inawezekana mazungumzo yale ni ya kificho, labda palikuwa na percentage. Mmeshindwa kulipa, mnataka serikali ilipe hilo deni.
Kwa hiyo tuna manispaa ngapi, tuna halmashauri ngapi zikawe zinafanya mamikopo yao kule ya ovyo ovyo ya wizi, serikali inakuja kulipa? Hilo msahau. Nenye mtalibeba wenyewe. Kwani shule zote zilizojengwa Tanzania na watu wote waliojenga mahospitali walienda kukopa CRDB? Kwanza ni kukosa nidhamu ya fedha za serikali kwenda kuzinvolve kwenda kukopa kwenye commercial bank. Halafu mnakwenda kulipia fidia, na kwa vyovyote hiyo fidia wale waliotoa maeneo lazima walizungumza na watendaji wa halmashauri. Ndio wizi ulivyokuwa unafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, najua ulikuwa haupo, lakini ngoja nikutandike tu kwa sababu wamekutuma wewe kuja kuzungumza hapa. Hakuna hela itakayotolewa na serikali. Sana sana serikali inaweza ikatuma wakaguzi na kuchunguza hizo fedha zilikuwa na corruption ni aina gani. Na kamanda wa TAKUKURU, naomba ufuatilie hilo, wamenisaidia kujieleza hapa hapa, ili tujue hiyo hela nani alikwenda kunegotiate na CRDB. Je, maeneo hayo yalikuwa ya nani? Je, hizo fedha zilizolipwa kweli ndizo zilizokuwa zinastahili? Kama ni bilioni 10 na ngapi amesema? 12. Je, yale majengo yaliyojengwa yana thamani ya bilioni 12? Unaweza ukakopa ukalipa compensation bilioni 12, halafu kajenga majengo ya milioni 500. Yaani hapa mimi nimeshaona ufisadi mkubwa unaelea tu. Najua watakulaumu waliosema, lakini umefanya vizuri kujichongea hapa. Kwa hiyo hakuna hata senti 5 itakayotolewa. Hakuna. Kwa hiyo mtandikwe tu hayo madeni, shauri yenu. Tukienda kwa utaratibu wa namna hii hatutafika, ndugu zangu. Na haya ndiyo yalikuwa mazoea ya baadhi ya halmashauri kupanga mambo, lakini kumbe wanatengeneza percentage katika maeneo yao. Na kwa sababu mmeharibu hili, hata lile eneo la TBA silitoi kwenu, litabaki kuwa la TBA, nao wana uwezo wa kulifanyia biashara. Temeke oye! Kwa hiyo DC wa Temeke, mkuu wa mkoa na ninyi mkafuatilie hili, kwa sababu kama mlikuwa mnatafuta eneo na mna eneo la TBA, kwa nini hamkuliomba eneo la TBA wakati huo tukawapa bure na mngejenga hizo huduma zenu? Nasema uongo ndugu zangu? Kwani maeneo ya TBA yamezaliwa leo? Walipokuwa wakichukua yale maeneo na kulipa fidia, hayakuwepo maeneo ya TBA. Sinafuu angeomba hayo maeneo tukawapa bure, mkajenga hapa, msingekuwa na madeni ya CRDB. Mimi najua maaskari hawa wanaelewa. Kwa hiyo mbona kama hotuba yangu nimemaliza? Watemeke nimewapa vidonge vyao, waziri na watendaji wake nayo wamebeba vidonge vyao. Halafu polisi nimewapongeza kwa kazi nzuri. Wanajenga kiwanda, wamejenga mabweni, na ndio maana nimewaongeza fedha. Na mimi nasema kwa dhati, IGP na watendaji wako wengi mnafanya kazi nzuri. Endeleeni kuchapa hivyo hivyo. Lakini nikuombe IGP, siku nyingine unakaa na vikao na maaskari wa vyeo vya chini, ili uwe unawasikiliza na wao kero zao. Saa nyingine wanashindwa kuzungumza kwa sababu ya procedure za kipolisi.
unakaa tu na wasikiliza kidogo posho zao na mambo yao mbalimbali, yanasaidia. Lakini kwa ujumla, jeshi la polisi mnafanya kazi nzuri. Ndugu zangu viongozi, mmenikaribisha kwa ajili ya shughuli hii, na mimi nimetimiza wajibu wangu. Nimefurahi kwa makaribisho mazuri. Nimepongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri zinazofanya, na nataka kuwathibitishia nitaendelea kufuatilia changamoto zilizopo. Ninafahamu mambo yote hayawezi yakaisha siku moja, lakini tutaendelea kuyashughulikia. Ninafahamu maombi yako mengi ambayo huu unaniletea, tutaendelea kushughulika nayo, lakini nimefurahi hili la kuanza kutengeneza uniform ili maaskari wetu waendelee kupendeza kwa kazi nzuri inayofanywa na ninyi. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, napenda tena nichukue nafasi kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa jinsi ambavyo wamekuwa wamoja katika kuliombea taifa hili amani na kuliombea kwa Mola wetu. Niwashukuru jeshi la polisi kwa uchapakazi na umakini na jinsi ambavyo mmekuwa mkiimarisha amani ya Tanzania katika kupambana na maadui mbalimbali. Endeleeni hivyo na Mungu awabariki sana. Mimi kama kiongozi wenu nitaendelea kuwa mtumishi wenu katika kutatua baadhi ya changamoto, ikiwepo na zana na kadhalika, ambazo nataka kukuhakikishia niko pamoja na ninyi. Baada ya kusema haya, narudia tena, jeshi la polisi, endeleeni kuchapa kazi. Awi. Mungu libariki jeshi la polisi. Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana kwa